Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Magonjwa 5 unayoweza kuambukizwa wakati wa kusuka au kunyoa nywele. Kunyoa nywele kwa wanawake na wanaume ni jambo ambalo ni la lazima kwa wengi ili kudumisha usafi na afya pamoja na urembo. Wengi hunyoa nywele kila wiki, kila mwezi, wengine ni kila mara, ila kila mtu ana muda wake wa kunyoa nywele. Ila wakati mwingine njia sahihi huwa hazifuatwi katika harakati hizi za kunyoa au kusuka nywele. Iwapo usafi na afya hautazingatiwa, wataalamu wanaonya magonjwa mengi yanaweza kusambaa. Wakati mwingi watu huwa na wasiwasi kuhusu mtindo na urembo watakaopata baada ya kunyoa bila kujali vifaa vinavyotumika. Ingawa sasa kuna vifaa vya kisasa vya kunyolea nywele, bado kuna hatari ya magonjwa kusambaa kwa kiwango sawa kama awali ambapo watu walikuwa wakitumia wembe, mkasi na visu vidogo. Hatari ya kuambukizwa magonjwa katika duka la mitindo ya nywele au saluni ipo juu iwapo usafi na vifaa havitazingatiwa. Wakati mwingine ajali hutokea wakati mtu anaponyolewa, kama ukijikata kwenye kichwa na majeraha madogo ambayo mtu hawezi kuyaona kwa urahisi. Aidha, wataalamu wa afya wanasema kuwa majeraha hayo madogo ndio huwa chanzo cha kuambukizana magonjwa iwapo vifaa vinavyotumika si visafi. Hofu ni kuwa dalili za magonjwa huwa hazionekani kwa haraka. Wengine huanza kuwashwa, kupata uvimbe au kuanza kupoteza nywele bila kujua tatizo liko wapi, anasema Daktari Sani Abubakar, mtaalamu wa afya ya umma. Daktari Sani Abubakar anasema magonjwa mengi ya ngozi haswa kichwani hutokana na uchafu katika sehemu za kusuka na kunyoa nywele. Kulingana na kifaa chochote kinachokuja karibu na ngozi yako, iwapo mtu aliyetumia awali alikuwa amejeruhiwa, inaweza kuwa chanzo cha kuambukizana magonjwa mengi. Daktari Sani Abubakari anataja magonjwa ambayo mtu anaweza kuyapata kwa kinyozi au maeneo ya kusuka nywele. Moja ni ugonjwa wa fungus. Daktari Sani anasema ugonjwa huu unapatikana katika wembe au kitana unachotumia kikitumika na mtu aliye na maradhi ya ngozi. Ugonjwa huu husababisha ngozi ya kichwa kuwa na unga au magamba na baadaye husababisha mtu kuanza kupoteza nywele. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa ini. Ugonjwa huu pia husambazwa kwa njia ya damu. Dr. Sani anaelezea kuwa kubadilisha wembe au kutokusafisha vifaa vya kunyolea husababisha viini vya maradhi haya. Ugonjwa wa 3 ni HIV au AIDS. Ingawa si rahisi, lakini Dr. Sani anasema kuna uwezekano wa kupata virusi vya ukimwi iwapo mtu aliyeambukizwa atakatwa na wembe wa kunyolea na kisha kifaa hicho kikatumiwa kwa mtu mwingine bila kusafishwa na kuwa na uangalifu. Ugonjwa wa 4 ni uvimbe katika ngozi ya kichwa. Dr. Sani anaelezea kuwa ugonjwa huu hutokea wakati bakteria anaingia kwenye ngozi baada ya kunyoa na kusababisha uvimbe haswa kwenye kisogo. Ugonjwa wa 5 ni upele. Ingawa ugonjwa huu hauhusiani moja kwa moja na kunyoa nywele, daktari anaeleza kuwa ugonjwa huu huletwa na matumizi ya taulo chafu au vifaa vichafu vya kunyolea. Daktari Sani anatueleza namna ambavyo tunaweza kujikinga na magonjwa haya. Dr. Sani anaelezea kuwa hakikisha unatumia wembe mpya wakati wa kunyoa. Vifaa vya kunyolea lazima visafishwe kabla ya kutumika kwa mtu mwingine. Usinyoe sehemu ambayo ina vidonda. Wazazi wanafaa kuwa waangalifu kwa watoto wao wanaponyoa, na ni vyema kumiliki vifaa vyako wewe mwenyewe nyumbani ili kuepusha magonjwa kama ambayo nimekutajia.